Ni maisha kamili. Tutakufungulia Biblia. Hiyo ni maisha. Karibu sana siku ya leo Jumanne tunapoenda kuangalia mipaka iliyo bayana. Mipaka. Kabla kwanza tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ambavyo uko pamoja nasi. Unazidi kutuonyesha. Hata jana tumeona jambo limefanikiwa lakini sio mwisho. Tuzidi kupambana. Vita ya jana sio ya leo. Kabisa. Basi Baba, tufungulie pia na leo mipaka iliyo bayana tukaweze kuiona. Amen. Yesu Kristo ni mwana kwa mimi. Amina. Somo hili ningependa kulipa na kichwa kinachosema ghadhabu ya Mungu na upendo wake. Na je, haya mawili yanawezaje kuishi pamoja? Unaposikia neno ghadhabu ya Mungu, unasikia hofu zaidi? Au unasikia mashaka na hofu na uoga? Mashaka na uoga. Sasa ukweli ni kwamba Mungu ni pendo. Hakuna ubishi katika hilo, lakini anachukia dhambi tena kwa ukali kabisa, kwa ghadhabu kabisa. Na ghadhabu yake ni ya haki na ya upendo, kwa kuwa inajibu uovu. Uovu unatakiwa uchekee. Hapana, uchekee. Na utaona pale msalabani ni mahali ambapo ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi na upendo wa Mungu kumwokoa mwenye dhambi vimekutana na kubuhusiana. Lakini kwanza twende kwa Yoshua. Sawa sawa. Yoshua 23 mstari 15 mpaka 16. Yoshua 13. Taona ahadi za baraka na onyo la laana pale. Na zote Jueni 15 na 16 anasema, kisha itakuwa kama yalivyowafikiria yale mambo mema yote Yawe Elohimu wenu alivyoahidi ninyi, kadhalika Yawe atawafikilizia mabaya yote hata atakapokuwa amewaangamiza katika nchi hii njema Yawe Elohimu wenu aliyowapa. Hapo mtakapolivunja agano la Yawe Elohimu wenu aliloamuru na kwenda kuitumikia miungu mingine na kujiinamisha mbele yao, ndipo hasira ya Bwana itakapowaka juu yenu na mtaangamia upesi katika nchi njema aliyowapa. Hawa wana wa Israeli wanapewa nchi hii kwa kuwa Wakanaani wanaondolewa. Na wanaondolewa kwa sababu uovu wao kikombe kimejaa. Lakini Mungu kwa asili yake sio kwamba anaonyesha ghadhabu kwa kuchagua tu. Eti kwa kuwa mtoto wangu hata kama amekosa sita kasirika, hiyo haina shida hiyo. Wewe si ni wangu. Anasema ahadi hizi ambazo zimetimia leo ni Mungu amezitimiza, amewapa nchi hii. Sasa msipotembea na yeye kwa kusudi lake na njia zake, hukumu hizi, laana hizi zitawapa, ghadhabu hii itawakuta. Iliyowakuta Wakanaani itawakuta na hii. Bado unatetemeka au utetemeke? Kweli hapo inabidi kutetemeke lakini kutetemeka kwa hofu yako. Unapenda maovu nini? Hebu niambie unapenda. Sasa kwa nini utetemeke? Kama Mungu nikufurahia. Hii ni ghadhabu ya haki, sio kama anamudi mbaya au nini au inachagua. No, ni ya haki. Anakataa uovu na wewe kataa uovu. Amina. Basi omba chuki na wewe Mungu kama omba chuki Mungu na wewe uchukie hiyo dhambi. Kama Daudi katika Zaburi anasema, na mimi nawachukia wanaokuchukia wewe, adui zako. Kumbuka tunaposoma katika kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 6 hata Mika 7 mstari 18 tunaambiwa kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, mwepesi wa na si mwepesi wa hasira. Kwa hiyo ni mwepesi kuonyesha rehema. Hii tupe moyo kidogo. Lakini sio kama eti hasira ana. Si mwepesi. Ila si mwepesi. Na akiziachilia zinamwagia kweli. Na anapotoa hasira ni kama muamuzi wa haki. Zaburi 7:11 50 mstari wa 6 hata Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 8 linasimulia Mungu ni muamuzi wa haki. Sasa naomba niulize, jambazi amelawiti watoto wadogo, ameua wazazi wao, ameletwa mahakamani na ushahidi na polisi, muamuzi wa haki anasema huyo nani? Huyo mjomba wangu amjui, mwachieni. Ana upendeleo. Ni sawa? Si sawa. Mungu hawezi kuwa namna hiyo. Hata kama Israeli itakuwa imefanya uovu namna hiyo, kama muamuzi wa haki, wanastahili ghadhabu? Wanapokea ghadhabu? Mungu ndio kutisha.
Mungu anakutisha. Lakini Mungu anavutia, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema. Wa rehema. Umeshakutana na watu maishani ambao unaona mpaka leo yupo. Anaiba hajakamatwa. Anazini hajakamatwa. Anaua wengine lakini yeye hajauawa. Anadhulumu wengine lakini bado amekalia kiti. Mungu ni mwepesi, ni mwingi wa rehema na si mwepesi wa hasira. Alafu mara nyingi huaga tunalalamikaga nasema Mungu hasa anapoonyesha rehema wa hao ambao tunataka ashushe ghadhabu haraka. Na sisi tungekuwa namna hiyo, mbona ingekuwa nzuri sana. Hasira za mlipuko zikome kwa jina la Yesu. Msalabani sasa. Pale ndio tunaona vinakutana sasa ghadhabu ya Mungu na rehema zake. Korintho wa 2 mstari wa 5:21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Alafu mahali pengine katika Warumi sura ya 5 mstari wa 10 anasema kupitia kifo chake Yesu Kristo Paulo anasema tulipatanishwa na Mungu na kuokolewa katika ghadhabu ijayo. Maana ghadhabu inakuja pia kwa maovu yote, kwa dhambi tulizozitenda. Anasema kwa kifo chake tumeokolewa na ghadhabu hiyo ijayo ambayo inakuja kulamba dhambi kwa mizizi yake. Kwa hiyo sasa msalaba unasemaje? Unasema dhambi ni mbaya sana. Unaona mwanae amemfanya kwa dhambi, asijua dhambi, ili achukue dhambi yetu. Mbona dhambi ilivyo mbaya? Ghadhabu ya Mungu iko pale kulamba uovu, kuondoa uovu katika wanadamu, katika uumbaji wake. Akamimina, akahukumu dhambi katika mwili wa mwanao. Warumi 8 mstari wa 5. 7 unasema. Lakini unatuambia pia wewe ni wa thamani sana. Kama alivyofufua siku ya tatu na anakushirikisha uzima katika yeye na kukuepusha kwa ghadhabu ijayo. Wewe ni wa thamani sana. Umerehemiwa. Imekaje? Rafiki yangu, badala ya kukimbia mbali na hili somo la ghadhabu ya Mungu, utaki kuongelea, utaki mahubiri yanayohubiri dhambi na ya ukali yanayoshutumu maovu nini, badala ya kuzima vitu kama hivyo, twende msalabani tuone jinsi ambavyo Mungu anachukia dhambi, lakini pia anavyotujali, anatutakia mazuri, anataka kutupatia wokovu. Baba yetu wa mbinguni, tukushukuru kwa ajili ya somo hili. Ghadhabu yako dhidi ya dhambi zetu tupatie kuishiriki kwa kuchukia dhambi, lakini pia kwa kuchukia dhambi sio tu ndani yetu, hata popote inapoonekana, kuikataa na kuikemea. Lakini pia tupatie kupenda yeyote aliye tayari kutubu na kuacha. Tupatie neema yako ili tuweze kuwafikishia kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Asante sana mtazamaji, leo tunaangalia hasira ya Bwana. Kesho tutaangalia mipaka iliyo bayana. Karibu sana. Amina.